Mkasa wa ndugu yetu anaitwa Rose, na siku ya Ijumaa ninaweza sema tulikuwa na hatua kubwa zaidi kumuhusu Rose. Tulipiga hatua sana, tukasikia hata Rose hatua zake za mwishoni, lakini tukasema Rose katika mengi aliyoyapitia yako makubwa sana amejifunza. Karibu leo tusikie tangu Rose alipoanza safari yake ya maisha, nini hasa amejifunza. Kusudi la yeye kuzungumza mkasa huu nini hasa? Anasema naamini mimi nimepita, naamini kuna wengine wenzangu wapo katika situation tofauti wanapita sasa hivi. Yani ndo mambo mabiti kabisa. Wakati mimi nasema nilivuka, yeye yuko katika hiyo hali. Natamani kusema neno moja, limtoe hatua moja, Commercial Bank. Maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu na sisi tunayowasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Mpendwa wetu, rafiki yetu anaitwa Rose, ambaye kwa moyo wake wa dhati amejitoa kutueleza haya ambayo ameyapitia katika safari ya maisha. Na Rose anasema sio rahisi kuzungumza. Haikuwa rahisi kuzungumza, lakini nimevutwa nizungumze, maana kuzungumza kwangu najua kuna mwanamke mwenzangu yuko mahali naweza nikamsaidia. Rose anasema mengi nimepitia na nimekueleza hatua moja mpaka hatua nyingine. Nimekueleza maisha ya ujana wangu. Nimekueleza nilivyokutana na mwanaume ambaye tulipendana sana na hata tukafunga ndoa. Nimekueleza Mungu kutubariki uzao na hata nikapata watoto 4. Nimekueleza mabadiliko ya kimwili ambayo nilikutana nayo na hata uzito wangu kuongezeka zaidi na kufikisha kilo 126. Nimekueleza na maisha ya ndoa na namna ambavyo mume wangu hapendezwi na uzito wangu kuongezeka siku hadi siku. Lakini zaidi nikakueleza sikuacha kufanya mazoezi ili nipunguze uzito ili niweze kumfurahisha mume wangu. Lakini Rose anasema nilikueleza pia changamoto ambazo nilikutana nazo katika kupunguza uzito na hata kukutana na supplement ambazo hazikuwa sahihi, zikaniletea shida. Sijaishia hapo. Nikakueleza namna ambavyo mume wangu alianza kutoka nje ya ndoa. Na mimi hupenda kusema naamini mume wangu hii si mara yake ya kwanza kuwa na mahusiano nje ya ndoa. Naamini hivyo. Lakini kuna mazingira mazuri ambayo aliniwekea, sikuwahi kuwa na mashaka. Kwa hiyo hata kama alikuwa akifanya mambo yake huko, mimi sikuwahi kujua. Rose anasema lakini pia nimekueleza kama mwanamke maumivu niliyoyapata baada ya kugundua mume wangu anatoka ndani ya ndoa. Sijaishia hapo. Nikakueleza kama mwanamke kuanza kufuatilia huyo mchepuko wa mume wangu ni nani ambaye anamfanya asirudi nyumbani. Mume wangu amekuwa na kiburi na zaidi hanipi haki yangu kama mke. Nikizungumza hapo watu wazima unakuwa unaelewa. Kila siku sentensi yake nimechoka, leo sijisikia vizuri, bwana leo nimechoka. Nilimpata huyo mwanamke na kumueleza, nimekueleza alivyonijibu. Hasira ilipowaka ndani yangu. Nimekueleza yoyote kwa sababu naamini unaweza ukawa upo katika eneo moja unapita kwa sasa hivi. Pengine upo kwenye ndoa na uzito wako umeongezeka na unajua kabisa ni wazi mume wangu hapendi uzito mkubwa. Na unapambana. Lakini pengine malalamiko ya huyo mume ameshaanza kuwa na mahusiano nje. Inawezekana sasa hivi uko unapambana na mchepuko. Sijui unapambana na wanawake wangapi. Mimi nilikuwa napambana na mwanamke mmoja. Inawezekana wewe unaweza ukawa unapambana na zaidi hata ya wanawake 3. Maana kuna mtu anaweza akawa anatoka nje ya ndoa hatoki na mwanamke mmoja. Mbagala na mwanamke ukizunguka unasikia Sinza amempangia, mwingine yuko Dodoma. Kwa hiyo wewe uko unapambana kila siku ni kuwapigia simu kutukana. Umeshatukana matusi yote. Umeshalani vya kulani. Lakini kesho tena unasikia uko na mwingine. Sijui uko kwenye hali gani mpaka sasa hivi katika hayo mapambano. Lakini Rose anasema mimi nimepita yoyote, lakini kuna mambo nimejifunza. Rose anasema mimi nianze na mwisho wa safari ya maisha yangu.
Rozi anasema, niliamini naweza nikatengeneza ndoa ambayo ilishaharibika, na sikutambua, au kwa lugha nyingine sikujua kwa undani kama huwa mapenzi yanafikaga mwisho. Hiyo ndo nimeiona mimi kwangu, kwamba ziko nyakati mapenzi yanafika mwisho. Kama mapenzi yangekuwa hayafiki mwisho, kwa mapambano yangu ndio yapambana kwa ajili ya ndoa yangu, huyu mwanaume angerudi. Huyu mwanaume angerudi, angesalenda. Nikagundua kumbe kuna mahusiano unaweza ukawa uko nayo, huyo mwanaume hakuhitaji tena. Inawezekana mimi nilikuwa sipigwi, nilisho kupigwa tukio moja hilo, nilipigwa kweli kweli, yani kipigo kisichokuwa na huruma. Na kitu ambacho nimejifunza, mwanaume anayekupenda real kutoka moyoni hawezi akakupiga hivyo. Yani akakupiga unatoka na damu, anaendelea kukupiga tu, yani bila huruma. Huyo ndani ya moyo ulishatoka, haupo. Yani yeye anavyokuona wewe hapo, anakuona wewe ni mtu baki. Hata kama ulimpatia watoto, mmepata naye watoto, sijui ni 3, sijui ni 5, sijui ni 6, still anaweza akakuona wewe ukageuka kuwa mtu baki kwake. Yani akakupiga, ukazimia, akakupiga. Yani akakupiga wewe, akakukata hata kiungo kimoja, na still wewe kaamini kwamba mimi huyu bado ni mume wangu, bado naweza nikarejesha moyo wa mwanaume wangu akarudi. Rozi anasema, umejifunza kitu, kumbe kuna mahusiano yakifika mwisho, unapozidi kupambana, kuna yapambania, unaweza ukaharibu zaidi, unaweza ukaharibikiwa zaidi, unaweza ukawa mbaya zaidi. Kumbe kuna nafasi ya kuachilia, kuna nafasi ya kuachilia. Muachilie mtu aende. Huyo ni mtu ana akili timamu, anajua anachofanya, anajisikiaje ndani ya moyo wake, anajua yeye ni kweli amekuzalisha watoto wengi, umri uliofikia hakuna mtu anaweza akakufuata akataka kukuoa. Hakuna mtu unaweza ukampata kiurahisi, hata huyo mgane huyo unamtafuta kwa tochi. Lakini ni bora kumwachilia aende. Rozi anasema, wakati napambana kurejesha ndoa ya mume wangu, nilijifunza kumbe unavyozidi kupambana unazidi kuwa mbaya. Unatamani vitu vitokee, alafu vitu havitokei. Ndivyo ambavyo unazidi kuwaza mambo mabaya. Au ningefanya hivi, au ningefanya hivi. Unajua kuna kipindi ambacho lile tukio limeshatokea, tumeshaenda kwa yule mganga, tukafanikiwa kwa yule binti akashindwa kutoka kule leba. Nikawa nawaza, au ningemuua huyu mwanaume. Yani ningemuua huyu mwanaume halafu tukose wote. Kwenye maisha yangu sijawahi kuwaza mimi naweza nikawa mbaya hivi. Utaniambia hapana, ulikuwa na ubaya. Unaweza ukaniambia kwamba ulikuwa na ubaya Rozi ndani yako, ulikuwa tu hujapata mlango au haujapata kitu cha kuboost ubaya wako. Siwezi kujitetea. Siwezi kujitetea kwa sababu ni ubaya ndio ambao unaweza ukazungumza juu yangu. Lakini mimi sijawahi kuwaza kuna siku moja naweza ni kinywa changu kikatamka mtu fulani na afe. Sijawahi. Nimeshakosewa na watu wamenikosea, mtu kakufanyia hivi, sijawahi kutamka hili neno. Yani huyu bora asiishi, bora afe tu. Lakini ilifika kipindi kinywa changu kinatamka, sitaki kumuona, sio tu mtaani, asionekane katika sayari hii. Na maana roho mbaya, roho ya kichawi inaweza amka ndani yako kama kuna vitu ukazidi kuvingangania na katika mapambano yako yasibadilishe chochote. Haya anatueleza ndugu yetu anaitwa Rozi. Haya tunahitimisha leo, ambao ndugu yetu Rozi anasema, mimi binafsi maisha yangu yamegusa maisha yangu sana, na ujasiri wa kumwambia mwanamke mwenzangu, nafasi au maisha ya mahusiano yakifika mwisho, kubali.
Mimi nilikataga kupokea talaka kwa sababu sikukubali. Niliamini kuna siku mume wangu atarudi. Lakini akaenda kuzaa nje na mwanamke mwingine, sio yule uliyemuua, yule ulishamuua tayari. Na akaenda kwa mwanamke mwingine. Sasa nitaenda na huyu naye nimfanyie hivi. Na mwanaume anakutamkia, anakuambia, mimi na wewe nilishafika mwisho. Umemtendea huyu, umemtendea ubaya huyu, hakustahili, kwa sababu hata isingekuwa huyu ningesha kuwa na mwanamke mwingine. Haya anatueleza ndugu yetu anaitwa Rose. Asante kwa Tanzania Commercial Bank ambao anatupa nafasi katika siku njema ya leo msikilizaji. Ndio Tanzania kwa ukamilifu, simulizi ya ndugu yetu, rafiki yetu anaitwa Rose. Rose anazungumza kwa habari ya kuachilia, kwamba kifika mwisho basi kubali. Unaweza kufanya hivyo kwa mtu ambaye bado unampenda sana. Pamoja na kipigo anachokupa, pengine sasa hivi wewe ni mlemavu na bado unampenda. Bado unaamini kesho itakuwa njema. Ni kweli wanasema imani ni uhakika wa mambo yatarajiwayo. Kwamba inawezekana sasa hivi tunaiona picha iko hivyo, lakini pengine baadaye inaweza ikabadilika. Sasa sijui itakuja kubadilika ukiwa na hali gani. Kama tu sasa hivi kasha kuvunja huo mkono, sije ikafika hapo umevunjwa na miguu, au ikafika hapo umesha, yani tunazungumza habari nyingine, kwamba wakati ukifika mnaona mambo yamekuwa hivyo, kuliko kuendelea kufanya ubaya, ni bora kuachilia. Rozi anaamini hilo, angelifanya lingekuwa jema sana. Anaamini hivyo, asingefika huku alikofika, kwa sababu hakukubali, na ndio maana alipambana vile anavyoweza, akiamini kuna siku kwa hizi bidii anazozifanya mambo yatageuka. Ndio Rozi anasema kuna mambo mengi sana mimi binafsi nimejifunza. Rozi anasema, mimi ni mwanamke ambaye nimejeruhika sana kwenye ndoa yangu. Nimejeruhika na mambo mawili makubwa. Jambo la kwanza, nimejeruhika na mume wangu kunisaliti. Hiki ni kitu ambacho kinauma. Mwanaume anauma sana. Mume anauma sana. Mimi naweza nikazungumza hii sentence ukasema, wewe bwana nawe mshamba wa mapenzi wewe. Niacheni. Mimi ni mshamba wa mapenzi, lakini mume anauma. Sijajua wewe mwanaume wako umekutana naye wapi ambaye unaniambia hizo sentence, mimi ni mshamba wa mapenzi. Mimi nimekutana na huyu mwanaume kwa lugha ya kigeni tunasema from the scratch. Mahali ambako mpo juani. Yupo juani, ni vile mwanaume unakuta anavaa kiatu ni kimoja, ana kiatu kimoja, ana mkanda wa suruali mmoja. Ushawahi kuona mwanaume wa hivyo? Yani akivaa hivyo ndo katoka, akija tena ukimuona ametoka, yani ndo mnaanza. Sio kwamba ana magari, sio kwamba ana majumba, sio kwamba ana hiki. Tumeanza from the scratch. Ile pada mali kuna interview sehemu nataka niende ni boost kidogo, unampa nauli. Ndo tumeanzia hapo. Leo hii mniambie mume haumi, akati sasa hivi tuko kivulini. Yani mimi nisikie au nijue mume wangu yuko mahali kampangishia mtu gorofa, mnatakaje nikae? Hata jijua mwenyewe, aendelee na maisha yake, mwache hangaike nao wanawake. Mimi siwezi, labda ndio hilo lilinishinda. Hicho kiliniuma sana. Na kitu kimoja ambacho mimi hupenda kumwambia mwanaume yote nikikutana naye, mheshimu mke wa ujana wako. Maisha yanabadilika sana kila siku. Vitu vinabadilika sana. Watoto, mabinti warembo wanazaliwa kila siku. Yani kila siku wasichana warembo wanazaliwa. Kwa sababu warembo ni wengi. Ukienda na wewe sasa hivi thamani yako imezidi kuwa kubwa, una gari nzuri, unafanya kazi nzuri, ukaniona mimi mwanamke wako sina maana, na ukaonyesha dharau, hicho ni kitu ambacho mimi naamini kinamuuma kila mwanamke.
Labda kama mlikutana amekukuta wewe ni tajiri, una mali zako, una nini. Lakini kwa mimi ambaye nimehaso naye, tunajenga kidogo, tunajibana. Kwamba leo jamani mwezi huu utakuwa mgumu, sasa hivi tunaezeka bati. Jamani msione mabadiliko, ni ugali na tembele. Na bado mnakula ugali na tembele na una relax, ni mume wangu, yani mapambano yetu kwa ajili ya watoto wetu. Leo ukiwa kivulini unataka yale manufaa, mimi nisiwe sehemu. Ila wale wengine wapaka poda, wale wanaovaa mawigi, wale ambao wanakuchuna pesa, ni wewe wa thamani kuliko mimi. Rosie anasema hiki ni kitu kinaniuma ndani, mpaka ndani ya moyo, mpaka kwenye mishipa yangu. Na kila mwanamke lazima aumizwe na kitu kama hiki. Jizuie, usimfanyie hila mke wa ujana wako. Umemchoka ni kweli, amekuwa kibonge ni kweli, amekongoroka ni kweli, lakini heshimu nafasi yake. Itakufaa sana na utaishi miaka mingi kwa amani hapa duniani. Rosie anasema, mimi mume wangu alikuwa akiniambia yani nimepoteza urembo wangu. Ni kweli, wakati ananikuta enzi zangu, binti nimechanua, ngozi yangu imenyooka. Ni kweli, sijajua kuna aina ya wanaume labda wanaweza wakawa na shida kidogo. Unajua mimi baadaye nimekuja nimekaa na waza tabia za mume wangu, au walikuwa na shida kidogo kichwani. Mimi leo nizee watoto 4, utaki niendelee kuwa msichana? Labda sasa hivi watu wanafanya hizi surgery. Ningeenda labda nitoe yale manyama ya tumbo, niongeze na mimi kijishepu, labda ningefanya hivyo. Lakini mabadiliko lazima. Utaniambia mbona kuna wengine hawabadiliki bwana, wana watoto 4 5 lakini wako flat tummy, mbona shepu zao ziko, ngozi zao wanajitunza au hujitunzi? Mimi naamini sisi watu tunatofautiana sana. Wanawake 10 tukisimama hapo, kila mmoja anaweza kaa tofauti na mwenzie. Huyu anaweza akajifungua tumbo lake likabaki hivyo, huyu anaweza akajifungua tumbo lake likawa kubwa. Tunatofautiana. Rosie anasema maneno ambayo yaliwahi kuniumiza mume wangu akiniambia, wewe unajiendekeza bwana, unajinenepea sana, angalia hilo tumbo. Kuna maneno mwanaume hutaki kumwambia mkeo. Mimi ya maneno yalikuwa yanauma ndani, yananiuma ndani. Ni kweli kabisa, ndio nina tumbo kubwa. Kwa nini wewe uniambie? Haya, unataka ukiniambia yani unisaidie au uniharibu kisaikolojia kabisa? Kwa sababu unajua kwa nini mimi na tumbo kubwa. Uzao wa watoto 4 sio mchezo. Rosie anasema haya ni mambo yanaumiza sana moyo wa mwanamke. Kama huo unayafanya yamekuwa sehemu ya maisha yako, tazama unapoyatamka, ujue yanaumiza moyo wa huyo mwanamke mpaka ndani ya moyo wake. Rosie anasema, lakini zaidi kwangu mimi, Rosie anasema, naweza nikasema mengi sana na nikasema mpaka kesho, lakini mimi natamani kusema na kila mwanamke. Wanasema adui wa mwanamke ni mwanamke mwenzie. Kuna msemo unasema hivyo. Rosie anasema, mimi sikatai mtu kutoka na mume wa mtu. Siwezi kupaza sauti yangu nikasema usitoke na mume wa mtu. Lakini ukitembea na mume wa mtu, kuwa makini sana. Ukiwa unatembea na mume wa mtu, usiruhusu mwanamke wake akakujua. Fanya haya mambo kwa siri sana. Kwa siri sana. Lakini pia ikiwezekana usimzalie mume wa mtu. Haya sio yangu jamani. Haya sio ya kwangu.
Maana mtu atasema yani ya Rose, mimi niko hapa nasimulia nayachukua na kuyawasilisha maoni yake. Rose anasema ukiwa na mume wa mtu, binti, popote ulipo, umeamua mimi nadili na mume wa mtu, hakikisha huyo mume wa mtu unakuwa na mahusiano naye. Wewe si umeamua kuwa na mume wa mtu, hakikisha mke wake hakujui wewe. Hilo la kwanza. La pili, usimzalie mume wa mtu. La tatu, mtumie mume wa mtu kwa ajili ya kukusaidia. Kwa lugha ya mjini, mchune mume wa mtu akubadilishie maisha. Hiyo iwe mikakati yako wewe. Lakini wewe ukiamua mimi ndio napendwa zaidi, bwana nini, kitu gani, mwanamke kachoka, yule mke wake kachoka, kachakaa, mwanamke sura imemparama. Hujui kwa nini imeniparama? Hivi ilikuwaje yule? Yani atawa ndani, yani hawa ndani. Jamani, yani mwanamke yule jamani ni kifupi, kile kimama kimejinenepea. Wewe ndo ukajiona top, ukajiona sweet lady, mimi ndo wa thamani, mimi ndo na deserve kupanda hizi gari, mimi ndo na stahili kwenda kupelekwa shopping huko nje. Mimi je, mimi niliyechoma naye? Mimi si stahili, si ndio? Wewe ndo upelekwe huko Dubai mawapi, wewe ndo uendeshe magari mazuri, mimi je? Rose anasema ni makosa makubwa kujibishana na mke wa mtu. Yani wewe unanijibu mimi? Usinipigie simu mimi bwana. Kama mtu kama kutoka, ina maana amekikosa uko ndani, alichokikosa nakipata kwangu. Huyu mwanaume mtu ukae naye miaka 20, wewe uje uniambie hiyo sentence kwamba amekikosa. Kwa hiyo miaka 20 alikokuwa nakikosa kwangu alikuwa nakipata wapi? Ajibu mabaya. Kwa nini umjibu mke wa mtu hayo majibu? Ni kwa sababu unatoka na mume wake? Haya mambo mengine mabinti mnayatafuta. Rose anasema mambo mengine watu mnayatafuta, wenyewe mnayatafuta. Hasira unakuta zinawaka ndani ya mtu, anasikia moyo unataka kupasuka kwa majibu yako ambayo unayajibu, kwa maneno yako machafu. Unapokea simu unaanza kunisema mimi maneno ambayo mlikaa na mwanaume wangu mkanijadili, wewe unayarudisha kwangu. Ndio maana mmeo anasema hivi wewe, ndio maana mmeo anasema hivi. Mwanamke gani wewe? Mwanamke gani bwana? Na unataka nitulie, unataka niseme sawa. Wewe sema tu, ukimaliza sawa. Unarogwa, utarogwa nakwambia. Hautaishia pazuri. Rose anasema ninamwambia sentesi kila binti ana miaka 20, 23. Kama huyu binti alikuwa bado mdogo, anacheza kwenye hizi miaka, yuko bado kwenye 20, yani ndo mbichi kabisa. Rose anasema namwambia kila binti hizo kanuni. Sikukatazi kutoka na mume wa mtu, pita kwenye hizo kanuni. Rose anasema na nimejifunza kitu ambacho nikizungumza kwa watu wanasema wewe sio sawa kwa karne hii, mambo hayo ni ya kizamani. Ukianza kutoka na mume wa mtu, wewe kwa mfano binti, wewe una miaka 19, una miaka 20, una miaka 23, miaka 27, wewe unapenda kudate na ume za watu, my dear, unaweza kukuta wanaume za watu ndio wanaokufuataga wewe. Ukigeuka ni mume wa mtu, unafututa na kijana, ukigeuka unakuta kaoa. Kuna mwingine anaweza kukwambia mimi sio mume wa mtu, ukigeuka ukifuatilia mume wa mtu. Huna sababu ya kuhangaika na ume za watu.
Unaweza ukapata mwanaume akawa na maisha tu ya kawaida. Kama mimi nilivyokutana na mume wangu, sikumkuta na magari. Kama nilivyokutana na mume wangu, sikumkuta na biashara. Hata wewe unaweza kukutana, unamkataa huyo Juma, unamkataa huyo Hassan ni kwa sababu hana gari. Wewe unataka mwanaume awe na gari. Unataka kwenda sehemu akushushi hapo na gari. Nataka simu ya thamani. Unaanza kuhangaika na ume za watu, maana sasa hao ndio wana uwezo kukupa. Hao wa kuanza nao wewe huwataki. Utarogwa. Na utarogwa kweli. Rosie anasema mimi nimejifunza haya. Kuna binti unasikiliza, unaweza ukayabeba, yabebe. Jitunze. Mume wa mtu atabaki mume wa mtu. Mimi mume wangu alienda huko na kwa mwanamke mwingine, lakini kuna wengine waga wanarudi kwa wake zao. Siku anajitafakari, anaona nilipotea njia, wako wanarudi. Unajikuta wewe umeshapotezewa muda, umebaki unang'ang'aa macho hapo. Maisha ndio yanakuwa yameishia hivyo. Amekupotezea muda, ungeanzaga na mtu mngekuwa mmefika mahali. Ameshakupotezea muda. Tuna sababu ya kujifunza kupitia mimi. Haya anatueleza ndugu yetu rafiki anaitwa Rosie katika siku njema ya leo. Rosie anasema, safari yangu ya maisha ni darasa tosha kwa jamii yangu. Naamini kuna nafasi ya kubadilika, ikiwezekana kwa ukubwa kabisa, kuanza kufikiri kwa upya. Rosie anasema hapa nazungumza na kila mwanamke mwenye majeraha ya moyo yaliyosababishwa na maumivu ya mapenzi. Umepanga kufanya nini? Rosie anasema wako wamejipanga sasa hivi. Nataka huyu nimkomeshe, nitamtumia majambazi. Nataka huyu nimkomeshe, nitatuma vijana wakamshughulikie. Nataka huyu nimkomeshe, nataka nimchafue. Nataka nitafute watu wa social media huko nini nitutume picha zake. Uko sasa hivi hapo, na kinachokusukuma ni maumivu. Kuna wanawake anakubebea mwanaume mazima. Yaani mwanaume anamsomba na kuambia kama begi la kubeba mgongoni. Mwanaume anaondoka na nguo. Mwanaume hajali watoto. Watoto walipiwi ada. Watoto wanakosa mahitaji. Yule mwanamke amefunga milango yote. Hataki kusikia. Unawezaje kutokutaka kusikia na wakati huyo ni mume wa mtu na ana watoto? Unazuia kila kitu, watoto wakakosa huduma. Wako wanawake wana majeraha ya hivyo. Mwanaume kachukuliwa mahali, yuko huko, alikuwa anatakiwa kulipa kodi ya ilipwi. Mama amepambana vikoba, amelipa mpaka anatimuliwa, na mume anafanya kazi mahali, lakini anafukuzwa kwa ajili ya kodi. Mume wako yuko wapi? Mume yuko mahali amewekwa kule na mwanamke. Kwa sasa hivi vidonda vyao ni vibichi, wana maumivu makubwa sana. Na mpaka wamekuwa na mipango madhubuti ya kufanya ili kuwarejesha ume zao. Rosie anasema wako wanawake ambao wanaume ambao wanabebwa. Ndio. Rosie anasema wako wanaume ambao wanabebwa mazima. Unajua kabisa huyu mtu ana familia, ana watoto, inawezekana ni 2 au ni 3, na unajua. Lakini kwa mapenzi yako wewe mama, kwa mapenzi yako wewe mrembo, beautiful lady, unaamua kumbeba wewe mwanaume. Anakuja kwako, unampikia, unamfulia, na hutaki arudi nyumbani kwake. Hutaki apokee simu za nyumbani kwake. Inawezekana ikawa ni mikoa tofauti. Mke yuko Dar na watoto wako Dar. Wewe mume yuko Dodoma kikazi. Wewe sasa uko Dodoma, ndio umejimilikisha huyu mwanaume. Hutaki hata basi nimekaa wiki 2, nimekaa labda miezi, ngoja niende hata Dar es Salaam nikaangalie watoto. Unamzuia. Mimi sitaki bana. Wewe umeniambia utachana nao, utakuwa na mimi. Sasa kama unakuwa naye, kwa nini waathiri hao wengine? Kwani ukimwachia enda akamwangalia huyo mke wake,
aende akaangalie watoto, aendelee kuwahudumia watoto shule, aendelee kuwapa mahitaji ya chakula, unapungukiwa nini? Ndio tunarudi pale utarogwa. Rose anasema wako watu wapo kwenye mipango mizito kwa sababu ya majeraha kama hayo. Lakini Rose anasema mimi nimejifunza kitu kikubwa sana. Haya mapambano ni bure. Yaani haya mapambano unayoyapanga sasa hivi ni bure. Yaani njia ya maana ambayo mimi sikuipita, ambayo naamini nikipata maarifa ningeipita, ingenisaidia. Ni kutulia. Na mimi ndo nilikosa hiyo. Sikuweza. Watu niliokuwa nashauriana nao kuhusu hayo mambo ya ndoa waliniambia kuhusu kupambana. Na pengine na wewe uko na watu wanakuambia usikubali. Kama kamchukua kwa madawa, na sisi tunamrejesha kwa madawa. Ndo habari ya mjini. Tutamfundisha. Lakini kama ningekutana na mtu mwenye maarifa ya kutosha, angeniambia haya, hii dhuruba inapita, jifunze kutulia, ingenisaidia labda. Lakini sikutulia kwa sababu nilikuwa mtu huyu ananipump na jaa muda wote, na jaa. Naona sistahili kutendewa haya. Huyu mwanaume hawezi kunitendea haya mimi. Tulipotoka sasa hivi ananifanyia hivi, kichwa muda wote kinawaka moto. Mimi ni mwalimu, nikajikuta performance yangu inashuka, nikikaa darasani siko comfortable, roho inaenda tu mbio, sijui mume wangu yuko wapi, nikipiga simu hapokei, nasikia roho inaenda mbio, huyu atakuwa yuko na wake, huyu mwanamke, pressure. Rose anasema mipango unayoipanga hii sasa hivi, niamini mimi, 99% haina matokeo mazuri. Nenda kampige picha yule binti, nenda kazisambaze kwenye mitandao ya kijamii, nenda kamuitie vijana waende wakamuingilie. Nataka nikwambie hazitakuwa na manufaa ya kurekebisha kitu ambacho kimebadilika kwenye ndoa yako. Kuna watu wamejikuta wamefungwa. Kuna watu wako sasa hivi kwenye kesi nzito kwa ajili ya kufanya maamuzi katika kipindi ambacho kuna dhoruba. Nimejifunza hiki. Chukua hiki kwangu, mwanamke ambaye unapita kwenye majeraha sasa hivi. Jifunze kutulia. Kuna wakati mwingine jitazame wewe kwanza. Ukipita kwenye situation kama hiyo, unajikuta unakuwa na stress, uogi ujipendi tena, yani ndio una give up. Lakini kumbe ni muda wa kutulia na kujipenda mwenyewe. Ulikuwa mwenzangu wewe unasuka kwa mwezi mara moja, nenda kasuke kwa mwezi mara 2. Ulikuwa na lipstick ya aina moja nyekundu tu, kaongeze na karangi kingine. Wewe ulikuwa uso wako unaachaga tu, zinajaga chunusi, ujadi lolote. Sasa ni bwana ndo ngozi yangu ilivyo, hata sinaga shida. Tafuta mafuta mazuri, paka ngozi yako iglow, upendeze. Ulikuwa na vinguo vyako 2-3, hebu toka siku moja, nenda hata kanunue nguo za 20,000, 10,000 nzuri, vaa, pendeza. Mungu amekujalia au watoto, pendeza zako vizuri, tafuta kiperfume kizuri. Kwa mimi, kwa nafasi nilokuwa nayo, ninakwambia ningeweza kwa kazi nafanya. Mimi ni mwalimu ndio. Nalipwa zangu mshahara, nishindwe kununua perfume nzuri? Ningeweza. Yani ningejispoil mimi mwenyewe. Nikala good, yani maisha yangu yakawa mepesi. Ningeacha kuyapa hayo mengine nafasi. Wakati mwingine labda tunajibweteka sana, tupo tu unaona huyu ni mume, uko na madela, ueleweki, uko hivi, mtu anaona ngoja niende pembeni. Lakini unajipa time mwenyewe sasa. Unajitafakari, unajiweka vizuri, unatulia na watoto wako. Cha msingi usifanye uhuni. Rose anasema kuna watu wenyewe wanalipizaga. Yes, anatoka na mimi natoka. Sasa wewe ukitoka wewe unaweza ukajikuta hata unapata magonjwa. Wewe tulia. Angalia watoto.
ninataka nikwambie hayo mabadiliko yatakuponya wewe, na utashangaa hata huyu mwanaume huyo anayangaika, anarudi anashangaa, huyu mwanamke namfanyia hiki, yuko comfortable, anakuja tu anakukuta unaangalia tamthilia, umetulia karibu, amehama chumba, anakuona unazidi kugrow, unazidi kuenjoy maisha kuliko haya niliyoyafuata. Lakini naamini ni kwa sababu nilipopita kwenye dhoruba, mtu aliyekuwa ananishauri, ambaye nilimteua kama mshauri wangu kutokana na experience yake ya ndoa, alinishauri kupambania ndoa kwa njia hiyo ambayo haikuwa nzuri. Rosie anasema, na ndio maana nakwambia mwanamke mwenzangu, mapambano yako hayana matunda. Tulia, muombe Mungu. Imani yako ni ipi? Ni Mkristo, ni Muislamu? Mwombe Mungu, ulinipa huyu mtu, mabadiliko haya Mungu unaweza ukamrejesha kama alivyokuwa mwanzo, mrejeshe katika ufahamu wake. Na Rosie anasema Mungu ni mwema, atajalia heri na utulivu wako utakusaidia. Rosie anatueleza haya ambayo amepitia katika safari yake ya maisha, na leo Rosie tuko hapa tunapitia mawili matatu katika kuhitimisha. Rosie anasema mimi ni moja kati ya wanawake ambao nimepitia changamoto kubwa sana ya uzito, changamoto ya uzito kuwa mkubwa. Upenda sana kuzungumza hii sentence. Na sisi wanawake ni wepesi wa kushawishiwa mambo. Shoga yangu umepungua, umetumia nini? Nimetumia kitu fulani. Na wewe kwa sababu unatamani kuona matokeo makubwa kama uliomwona shoga yako, unaenda na unachukua. Lakini nilichojifunza, watu hawasemi ukweli. Kuna kitu mtu anaweza kana kitumia, ukimuuliza asikwambia anachotumia, akakuonyesha kitu ambacho yeye hatumii. Na sasa hivi tunaishi dunia ya utandawazi, mtu anakutumia hata link, mimi natumia hizo product nzuri ndo zimenisaidia kuwa hivi, lakini kumbe sio yeye anazozitumia. Na akakupa ushuhuda na kwambia ukitumia inakuwa hivi, kumbe usikute ni shoga yake anauza hizo product, ni watu wanafanya dili pamoja, unaenda kutumia kitu ambacho umeshawishiwa mimi ndio matokeo, kumbe matokeo aliyokuwa nayo sio ya hiyo product unaenda kutumia. Kwani ni uongo? Leo hii muulize mtu unatumia mafuta gani? Kutana tu na msichana mrembo mzuri kapendeza, ngozi yake imegrow, muulize unatumia mafuta gani? Yani natumia tu mafuta mengi, lakini niseme mafuta yangu mama ni nazi. Lakini sio kweli. Ana mafuta yake, hataki kusema. Kwa nini hataki kusema? Ndo tunaishi katika ulimwengu huo. Na sisi wanawake ni wepesi sana. Unatumia nini? Na mimi nataka nitumie. Tunapambana sana mpaka tunapata matatizo. Mimi nilipambana na diet mpaka nikapata maradhi. Rosie anasema nimepata maradhi ambayo hata sikuyatarajia. Unaenda unaamua usile, umepata vidonda vya tumbo. Mimi naamini katika mazoezi, ninaamini sana kila mwanamke anatakiwa afanye mazoezi. Uzito mkubwa kiafya sio mzuri, sio tu kwa ajili ya mume wako. Uzito mkubwa sio mzuri. Usikae na uzito mkubwa, utakuletea maradhi au magonjwa, utakuletea magonjwa yasiyoambukiza. Utakuwa ni mzito pia na si salama, tunarudi pale. Lakini tuepuke hizi, tumia hiki hapa, tumia, epuka, na vizuri ukafuata ushauri kutoka kwa daktari. Rosie anasema mimi daktari aliyenisaidia alisema wanawake wengi wanajiingiza katika matatizo yasiyoonekana sasa, pengine ni baadaye, kwa kutumia vitu ambavyo hawajapata ushauri kutoka kwa daktari. Alinieleza hayo. Na mimi ndio maana nakwambia mwanamke, popote pale ulipo, una changamoto ya uzito, tumia njia sahihi. Ongea na madaktari wakupe njia sahihi. Usione tu product. Ukiziona hakikisha unamuuliza daktari, vipi kuhusu hii product? Ni salama mimi kutumia? Ataipitia, atakwambia vilivyomo ndani ni salama kutumia. Utatumia, lakini uliza kwanza.
Haya, pia Rozi ametukumbusha na anasema ni muhimu kwa kila mwanamke kuzingatia afya yake, kwa sababu vyakula vya kubugia kila kitu hii inapunguza, mwisho unaweza ukapata matatizo. Ndiyo. Rozi huyu ni mama sasa. Ni mama na anasema mimi napenda kuzungumza kuhusu hatia. Nilipopita katika hatia. Na mimi siko peke yangu. Unajua mimi nimeamua kuzungumza, lakini kuna watu ambao wamefanya mambo mabaya kupigania ndoa zao. Hawajasema, lakini ndani yao wanavuja damu. Wamepambania ndoa mpaka wamefanya mambo mabaya, lakini hayazungumziki. Hayawezi kuzungumzika. Na fili hatia. Rozi anasema mimi nimejifunza kitu kikubwa sana kuhusu mambo ya hatia. Naweza nikamsaidia mtu mmoja akatoka katika hali ya kujisikia hatia na akaishi maisha ya furaha kama ambavyo wengine wanaishi. Rozi anasema mimi hupenda kusema hii sentensi: kosa vyote, kosa gari, kosa nyumba, mavazi mazuri ya kuishi, usikose amani katika maisha. Amani ni kitu cha thamani kwenye maisha ya mwanadamu. Unaweza ukawa na vyote ukakosa amani hapa duniani, ukaishi utupu, yani ukaona duniani ni patupu. Unaweza ukawa na watu, lakini ukikosa amani umekosa vitu vyote na hautaona thamani ya kuishi. Moyo uliojaa uchungu. Mimi nimepita humo. Hatia imenitesa sana. Haya anatueleza ndugu yetu anaitwa Rose. Wow, muda wangu umesogea. Unajua leo ni sikukuu. Ni sikukuu. Nikushukuru hata hivyo kwa kunisikiliza. Unajua sikukuu kuna mambo mengi. Jamani, sikukuu mtataka mtoke, sikukuu muende wapi? Lakini hapo ulipo umetega sikio na kunisikiliza, niseme asante. Nawe pia ambao unatufuatia kupitia YouTube channel yetu,